anayejua hela za umma za kufanyia mambo mbalimbali ya umma zimetolewa kwa utaratibu gani? Nani anayeweza kutuambia uwanja wa ndege wa Chato unajengwa kwa gharama gani? Ulipitishwa kwa bajeti gani? Nani anayeweza kutuambia ndege hizo tunazoambiwa zimenunuliwa na zingine ambazo ziko njiani zimenunuliwa kwa utaratibu gani? Utaratibu wa kisheria tunaofahamu na tunajua haujafuatwa. Kila mtu anashangilia, Bombardier. Mnajua zimenunuliwa na nani? Kwa hela kiasi gani? Imeidhinishwa na nani? Haya yanafanyika kwa sababu nyingine. Leo hii nani anayeweza kubisha kwamba Rais Magufuli anaendesha nchi kwa misingi ya upendeleo wa kifamilia, kikabila na kikanda? Dr. James, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na mlipaji mkuu wa serikali, na naibu wake, watoto wa dada, sio? Nani anayebisha? Paymaster General, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, mtoto wa dada. Alikuwa afisa ngazi za katika chini huko, hakuwa hata meneja wa TANROADS miaka 2 iliyopita. Leo ni Paymaster General. Kwa hiyo anachokitaka mjomba, tununue ndege, Mpwa anatoa hela. Tujenge uwanja nyumbani kwetu wa ndege, Mpwa anatoa hela. Lisikia ile kamati ya Osoro, sio? Ndio. Ndio. Kamati ya Osoro ilisema hivi, pamoja na mambo mengi waliozungumza, ilisema wale walioshiriki kuandaa mikataba ya madini hii ambayo imetusababishia hasara tunayoambiwa ya matrilioni 139. Kuna mawaziri walitajwa, makamishna wa madini walitajwa, wanasheria wakuu walitajwa. Na kamati ya Osoro ikasema na wanasheria wa wizara nao wakamatwe, washitakiwe kwa hujuma ya taifa. Mmoja wa wanasheria wa chama wanasheria wa wizara, Medad Kalemani, naibu waziri wa madini na nishati, leo mwanasheria wa wizara ya nishati na madini kwa karibu miaka 20. Aje tufanye sidani kama amefanya kazi mahali pengine popote. Mhongo amefukuzwa. Sawa. Kalemani je? Naibu wa wizara hiyo na mwanasheria wa wizara hiyo kwa karibu miaka 20. Mtoto wa dada au sijua kaka, wote Chato. Mkuu wa majeshi Msukuma, kanda ya Ziwa. Mkuu wa polisi, kanda ya Ziwa. Mwanasheria mkuu, kanda ya Ziwa. Mwendesha mashtaka, kanda ya Ziwa. Kaimu jaji mkuu, kanda ya Ziwa. Mlipaji mkuu wa serikali, kanda ya Ziwa. Nani asiyejua? Naposema udikteta uchwari, naposema nchi imeingia kwenye udikteta ni hivi. Hii ndio maana yake. Wenye hatia wanashikilia mpini, wasiokuwa na hatia wanashikishwa kwenye makali ya kisu. Wenye hatia wako huru, wasiokuwa na hatia ndio wanapelekwa kwenye vituo vya polisi na mahakama zetu. Leo hii nani ambaye anaweza kubisha kwamba Rais Magufuli na utawala wake hauingilii uhuru wa mahakama? Majaji wanaambiwa kwenye mikutano ya hadhara, wakiwemo, nataka mhukumu kesi za wahujumu uchumi namna hili niwape hela.
na huu ni mwezi wa 7 unaelekea wa 8, mahakama ya Tanzania haina kiongozi wake. Hatuna jaji mkuu, tuna kaimu jaji mkuu. Haijawahi kutokea, kwa sababu Rais Magufuli anafikiria kwamba yeye ndio sheria. Anafikiria kama alivyokuwa anafikiria yule mfalme wa Ufaransa Louis wa 16 aliyepinduliwa akakatwa kichwa 1789. Hamsomi hata historia. Louis the 16th aliyekuwa anasema mimi ndio serikali, mimi ndio dola, I am the state. Magufuli wetu anafikiria yeye ndio dola kwenye karne ya 21. Kwa mahakama hofu tu. Mmewahi kusikia wapi katika Tanzania hii? Mmewahi kusikia wapi katika kipindi kifupi cha miezi 2-3 majaji wa mahakama kuu wamejiuzulu 4? Mmewahi kusikia wapi? Wapi? Mie mwana sheria sije kusikia. Nilisikia zamani nilipokuwa mwanafunzi. Jaji Mwakibete alifanya makosa akaondolewa kwa utaratibu uliowekwa na katiba. Leo majaji 4 wa mahakama kuu tunaambiwa wamejiuzulu na rais amekubali kujiuzulu kwao bila maelezo mengine ya ziada. Kwa nini majaji wanajiuzulu? Najua baadhi yao walishikishwa kwenye Tegeta Esco. Je, ndio sababu ya kujiuzulu kwao? Hatuambiwi. Tunasikia walikuwa wanaumwa. Je, wamejiuzulu kwa sababu wanaumwa? Hatujui. Lakini matokeo yake ni kwamba hofu kila mahali. Hofu mahakamani kwa majaji. Na jaji mkuu hana uhakika atakuwa kesho jaji mkuu, ni kaimu. Na kama jaji wanalazimishwa kujiuzulu namna hii, jaji gani ambaye yuko salama? Kwenye utumishi wa umma nani yuko salama? Hawa mawaziri hawa nani yuko salama? Nami naongea nao sana tu. Wananiambia hofu tupu. Vyombo vya habari vinavamiwa, kila mtu anafahamu. Na silaha, kila mtu anafahamu. Tunapozungumzia udikteta, hii ndio tunayomaanisha. Sasa ndugu zangu, naomba nimalizie. Nilisema tupinge udikteta. Na watu wanafikiri kazi ya kupinga udikteta ni ya Chadema peke yake au ya viongozi wa Chadema peke yake. Sio ya Chadema peke yetu, ni ya vyombo vya habari, ni ya wafanyakazi wetu wa serikali, ni ya wafanyakazi wa sekta binafsi ambao sasa hivi leo ukikosa kazi utakufa njaa, wakati una hela ulizokatwa zimewekwa kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii na huko zinatumiwa wanavyotaka hawa watesi wetu. Kwa jukumu la kupinga udikteta sio na vyama vya siasa peke yake. Viongozi wetu wa dini wamenyamaza kimya. Wanafikiria wako salama. Wako salama kiasi gani? Wako salama kiasi gani? Nitoe mfano tu. Kuna taasisi ya kidini hapa ambao wafanyakazi wake, wamisionari wake wa kutoka nje wamepewa work permit. Nchi hii huwezi ukafanya kazi kama sio raia, unahitaji work permit.
Serikali ya Magufuli imetoa work permit kwa wamisionari wa dhehebu moja tu la kwake. Wengine wote mkajipange. Immigration. Wamisionari wa Kikatoliki wamepewa nani? Wamepewa work permit na waziri. Nyie wengine wote mkajipanga. Watu wakianza kuhoji kwamba hii imefanyika kwa ubaguzi wa kidini, inakuwaje? Sasa mambo ya aina hii tunahitaji kuyakataa. Tunahitaji kupaza sauti zetu, kila mmoja kwenye nafasi yake. Watu wanasema hivi, tuambieni tufanye nini? Pazeni sauti. Pazeni sauti, kila mmoja kwenye nafasi yake. Usisubiri Lowassa atakuwa gerezani kesho, au Mbowe au Lissu au nani. Paza sauti mahali ulipo vyovyote unavyoweza. Viongozi wa kidini, pazeni sauti, acheni uoga, hawasaidieni. Vyombo vya habari, acheni uoga, hawasaidieni. Watumishi wa serikali, acheni uoga, hawasaidieni. Kila mmoja wetu haya yanamhusu. Kwa wale wanaofikiria wao wako salama, wakamuulize na Penawi aliyeua bunge live leo yupo. Tukawaambie wale ambao bado wanampa hela Magufuli, mataifa ya nje ambayo bado yanampa hela Magufuli, tukawaambie kama tulivyowaambia wakati wa utawala wa makaburu Afrika ya Kusini, hii serikali isusiwe na jumuiya ya kimataifa. Wasimsaidie pesa za kukandamiza Watanzania, wasimpe hela za kuua demokrasia, wasitoe fedha za kujenga mfumo wa kimobutu Sese Seko. Hii habari ya kujenga uwanja wa ndege Chato ina tofauti gani na kujenga uwanja wa ndege Badolite kwa Mobutu Sese Seko na vitu vya aina hiyo? Kwa tuiambie jumuiya ya kimataifa, huyu dikteta Uchwara na serikali yake isusiwe kisiasa, isusiwe kidiplomasia, isusiwe kiuchumi. Tuzomewe kila mahali. Tuwe kama alivyosema Mandela mwaka 94 wakati anaapishwa kuwa rais wa Afrika ya Kusini. Alisema South Africa should stop being a skunk of the world. Tuzomewe, tufanywe a skunk of the world kwa sababu ya utawala huu usiofaa. Mwalimu Nyerere alisema mtu asiyeheshimu katiba hafai kuwa kiongozi. Tumwambie Magufuli kwa nguvu zetu zote, hufai kuwa kiongozi. Hufai kuwa kiongozi. Vinginevyo watuambie Nyerere alichemsha. Watuambie Nyerere alichemsha. Na hao wanaosema wanasema kina Mzee Mwinyi, tuondoe kizingiti cha miaka 10 ili Magufuli awe sawa na rafiki yake Nkurunziza, awe sawa na rafiki yake Generali Kagame, awe sawa na rafiki yake Museveni, awe sawa na rafiki yake Joseph Kabila. Huko ndiko wanakotaka twende. Tuwe kwenye kampani moja na kina Nkurunziza. Tuwaambie
Hao wanaoleta ujinga huo tuwaambie kaeni na huo ujinga wenu.